Leo tunakuja kukaa kama watendaji wa mitaa, kwa maana kwamba tutatekeleza shughuli zote za kiserikali kwa mujibu wa majukumu kama mtendaji wa mtaa, mtendaji kata na viongozi wengine. Lakini pale ambapo unakuja kukuta tunatakiwa tutekeleze huenda pengine majukumu ya kiutendaji, bado unakuja kukuta mwenyekiti wa mtaa anatumia muhuri wake kuweza kutekeleza majukumu mbalimbali ya wananchi. Hili sasa kama wizara TAMISEMI tunapata sasa ufafanuzi wa namna gani, labda mtusaidie. Kuna baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana kuwa yana hivyo vitu, kwamba licha ya kuwa mihuri tayari ilishakuwa imechukuliwa baada ya kuwa limetolewa lile tamko kwamba wenye viti hawapaswi kuwa na mihuri, baadhi ya wenye viti wamejichongea mihuri yao wao wenyewe bila kufuata tu utaratibu ule ambao ulikuwa umepangwa. Kwa hiyo wana mihuri yao binafsi na wanaitumia kinyume na utaratibu kama ambavyo ilikuwa imepangwa huko mwanzo. Kwa hiyo kama kuna ulegevu katika usimamizi wa hayo maelekezo, hilo ni jambo jingine, lakini msimamo wa serikali ni huo, kwamba wenye viti hawaruhusiwi kuwa na mihuri. Na mahali pengine tumeona hiyo mihuri imekuwa inatumika vibaya. Kweli sio kweli? Inatumika vibaya. Watu wamegeuza mihuri ile kama mitaji. Kwani hatujui? Tunajua. Sasa tusifanye hivyo, tunazidi kuongeza kero kwa wananchi. Mtu anaambiwa ili nikusaidie lazima unipe hela ya muhuri, inaitwa eti pesa ya muhuri. Pesa ya muhuri hiyo unaitoza kwa sheria gani? Yaani ni sheria ipi hiyo ambayo imedefine kutakuwa na chanzo kinaitwa chanzo cha fedha ya muhuri? Ipi? Haipo. Kwa hiyo tusitumie ile niliyosema mazoea kama ndio kuhalalisha hivi kwamba hiki kitu kiko kwenye utaratibu. Kumetokea wimbi kubwa sana la watu kujichukulia sheria mkononi. Tumewataka washiriki ambao wenye dhamana katika masuala ya uongozi katika ngazi mbalimbali kuanzia kwenye mitaa kule kwenda kusimamia utii wa sheria, ikiwa ni pamoja na wao wenyewe kuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba wanatekeleza kwa mujibu wa sheria taratibu zao za kazi. Lakini haitoshi, pia tumezungumzia katika masuala yanayohusiana na uwajibikaji kwa misingi ya wajibu wetu kama watumishi. Wakati mwingine utumishi wetu tumejikuta hatuwatumikii wananchi, badala yake tunataka wananchi watutumikie sisi, kitu ambacho kinakinzana kabisa na kile ambacho Mheshimiwa Rais ambaye ndiye amepewa dhamana lakini pia ndiye mtumishi wa umma wa kwanza anayepaswa kuhudumia wananchi, ametupatia hizo nafasi ili tumsaidie kufikisha malengo yaliyokusudiwa katika kuhudumia umma.